Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Leo ningependa kuzungumza kwa habari ya jinsi ya kushughulikia vifungo mbalimbali. Kila mtu ana vifungo, baadhi ya watu wengi wana vifungo. Na vifungo hivyo vimegawanyika katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni kifungo cha kitaifa. Eneo la pili ni kifungo cha koo, na eneo la tatu ni kifungo cha mtu binafsi. Sasa kifungo hichi cha taifa au nchi, tunaona shetani ana uwezo wa kufunga eneo ama nchi. Tunaona ni mkoa, wilaya, tarafa, kijiji, ana uwezo wa kufunga. Tunaona katika Biblia kulikuwa kuna mji mmoja unaitwa mji wa Yeriko. Yeriko ilifungwa kichawi mpaka watu wa Mungu walipofungua. Tasoma katika kile kitabu cha Joshua 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Unaona kabisa kilifungwa kichawi mpaka watu wa Mungu walipofungua. Akapewa instruction Joshua na akatekeleza ile instruction. Tunaona Jericho ikafunguliwa. Sasa kifungo hichi cha nchi, utaona kabisa, kwa mfano nitatoa jirani yetu, nchi ya jirani na nchi yetu pia. Kuna katika nchi ya Kenya kuna county inaitwa Kitui. Miaka ya nyuma, kama miaka 10 iliyopita nao huko mbele, huko nyuma, ile county ilifungwa kichawi kabisa. Watu walikuwa hawajengi, nyumba zilikuwa nyumba ovyo ovyo, maana ukijenga vizuri unawawa. Watu walikuwa walimi, hawapati mazao, yani ilifungwa kichawi. Nakumbuka nilialikwa nikaenda. Ilikuwa ni ngumu kwa sababu ule mji hata wakijua mgeni ameingia wanakuja. Tulipata shida, lakini leo hii kwa sababu watu wa Mungu walienda wakafanya huduma, ule mji umefunguliwa. Kuna majumba mazuri, kuna uamsho mkubwa kwa sababu kuna watu walijitoa. Tulitembelewa na wachawi lakini hatukujali, tuliendelea kufungua ule mji, tukaomba Mungu akasikia, akaufungua ule mji. Tuna mkoa, kwa mfano Sumbawanga ilifungwa kichawi huko nyuma. Sio Sumbawanga tu, miji mingi Tanga ilifungwa kichawi, lakini Mungu alituma watumishi wake, na mimi nikiwa mmoja wapo. Nilishaenda Sumbawanga, nilishaenda Kigoma, ilifungwa kichawi. Ilifungwa kweli kichawi, lakini tulimsikia Mungu. Watu waliokubali kwenda kule kufanya uamsho, kwenda maombi, ule mji ulifunguliwa. Sasa kuna kifungo cha koo. Utaona kuna koo nyingine ni walevi kupindukia. Kuna koo nyingine ni wazinaa imesheheni. Kuna koo nyingine utaona hawa watu ni wezi. Kuna koo nyingine utaona ni waongo. Kwa hiyo pasipotokea watu kwenye hizo koo wakasimama wakaomba, hizo koo hazitapona. Sasa kuna kifungo cha mtu binafsi ambacho nitaongea kidogo, alafu tutaendelea Mungu akitupa neema. Kifungo cha mtu binafsi kinatokana na nguvu inayopinga hatima ya huyu mtu, kusudi ambalo Mungu ameliweka juu ya huyu mtu. Shetani anajua kabisa mambo mema Mungu aliyokuandalia. Yeye anajua. Ndio maana Mungu akasema katika Yeremia ile 29:11, Mungu anatuazia aliyo mema. Kwa hiyo hichi kifungo cha mtu binafsi ni mtu anafungwa mawazo yake, mtu anafungwa fikra zake, mtu anafungwa akili zake. Ukisoma katika Wakorinto wa pili 4 pale 4 anasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikra zao wasiamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Kwa hiyo watu wanafungwa ili Injili isiwazukie. Sasa shetani anajua kabisa hatima yako. Yaani kila mtu shetani anajua hatima yako. Anajua kabisa utakuwa nani. Kwa hiyo anakuchelewesha, unalalamika, unapita mahali pagumu unalalamika, kwa sababu ungekaa ukaomba ungewahi kufikia kwenye hatima yako mapema. Lakini anajua. Sasa Mithali 23
hadi ule mstari wa 7 anasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unaona nini mpendwa? Unaona kitu gani? Unaona nini? Unaona maisha magumu? Unaona kifo mbele? Unaona nini? Unawaza nini? Unaona kitu gani mbele yako? Unaona nini? Una kaduka kadogo, lakini ona supermarket kubwa mbele yako. Una bajaji, hebu ona, Mungu atanipa gari nzuri, nifanye biashara nzuri. Unaona nini? Unauza mboga, ona, Mungu atanipa genge hapa mbele ya safari. Unaona nini? Unafanya huduma, unaona nini? Unaona hapo hapo ulipo? Ona mbali, ona kimataifa. Sasa maisha ya mtu yanaendeshwa na mawazo yake. Mawazo yako yakiwa kinyume na Mungu, hutafika mbali. Maskini ni mtu mwenye fikra finyu. Huyu mtu hata karanga, unajua karanga unaweza ukauza, maji unaweza ukauza na ukawa tajiri. Lakini huyu maskini anaona tu hiyo biashara haiwezekani. Ezekiel 38 mstari wa 10 anasema, itakuwa katika siku hiyo mawazo yake yataingia moyoni mwako, nawe utakusudia kusudi baya. Mawazo ya nani? Mawazo ya shetani yataingia moyoni mwako, nawe utakusudia kusudi baya. Kwa hiyo ninataka kuzungumza nini? Mungu leo akufungue ufahamu wako, akili zako, fikra zako, akili zifunguliwe ili uwaze mambo makubwa, uwaze mambo mema. Hakuna maskini, wewe ni tajiri katika jina la Yesu. Ninakuombea Mungu azidi kukuinua na kukubariki. Be blessed. I love you so much. Amen, amen.